Sadi TV. Sadi TV. In God we trust. Binti mmoja mrembo kabisa kutoka R1. La Lydia, naomba niweze kukuandaa uniletee champagne. Alafu ulete kwa mwendo wa nyodo kabisa mpaka R1 ijue kwamba hapo yoga kuna binti. Naomba ulete kwa mwendo mzuri sana Lydia. Niletee champagne tafadhali. Unajua ukipewa nafasi ya kutumia kuonekana vizuri. Na ananisikiliza ole hapo ngua ni muda wa Lydia kuonekana. Niletee champagne tafadhali. Yes. Wengine wanachukia tu lakini ni muda wake bwana. Kaka yako anachukua jiko lazima ujisikie fahari kidogo. Yes. Karibu DJ, karibu. Yes, asante kama tunayo mwende mmoja piga makofi kidogo. Yes, asante sana kwa nafasi hii kwa muda. Ndugu Merve pamoja na Genevieve. Naomba mweze kusimama mahali mlipo alafu msogee mbele. Kidogo, simameni kwa heshima kubwa na tazima na kuwapa heshima wanaposimama, hebu washangilie kwa vigelegele kidogo. Yes, asante, karibuni sana. Mnaweza mkasogea mbele. Yes, asante sana. Na baada ya kusogea mbele, nafasi ni kitu kimoja tu ambacho ninawapa. Nitaanza kwa bwana harusi ndugu Merve, ambaye ni siku njema kwako, ni jioni ya kipekee ambayo umeipata. Na kwa nafasi hii nakupa muda wa kuweza kutambulisha watu watatu muhimu kwenye tukio la leo. Na katika watatu muhimu nitaweza kukupa ratiba ya kuwapanga. Utaanza kumtambulisha mtu wa tatu muhimu, utamtambulisha mtu wa pili muhimu, lakini pia utamaliza kutambulisha mtu wa kwanza muhimu. Na baada ya kumaliza kufanya utambulisho huo, tutarudi kwa la Genevieve, atakwenda kutambulisha na yeye watu watatu muhimu, ukianza na mtu wa tatu, kisha wa pili na mwisho mtu wa kwanza. Kwa nafasi hii, karibu brother. Kwanza nikupe surprise. Umependeza. Una ndevu nzuri zaidi yangu. Una upara mzuri zaidi yangu. Una mwili mzuri zaidi yangu. Kwa hiyo brother, hongera zako kwa sababu umependeza kuliko mimi. Mpe makofi kidogo bwana harusi. Yes. Na kwa nafasi hii nakupa nafasi ya utambulisho kwa dakika moja tu. Karibu. Sherehe oye. Sawa, mimi nashukuru kwa nafasi hii. Kama nimepewa ya kuchagua watu muhimu katika sherehe hii. Mimi najua sherehe hii na watu wengi ambao ni muhimu katika maisha yetu na ndio maana yuko hapa. Lakini huku ile hata particularity kidogo yenye iko. Nasema mtu muhimu wa tuseme watatu. Kupanda yule. Hii ni equation ngumu lakini kwa hivyo basile, lakini basi tutajaribu. Nafasi ya tatu. Ngumu kasi. Bila kupata kwa muhimu, lakini nasema namba moja. Muhimu sana katika sherehe hii ni mke wangu huyo. Ambao nimemchagua ni muhimu. Na nafasi ya pili na ya tatu, mimi naweka wazazi wangu wawili wote wako pale. Mungu awabariki sana wakati wamefanya. Asante sana. Jamani, tumesikia tujasikia? Nimetoa nafasi ya kipekee sana aweze kutambulisha watu watatu muhimu. Na katika watu hao watatu amesema ni kwa kalamu sana. Ameshindwa kutambulisha watu wawili, amemtambulisha mmoja tu. Sasa rafiki, unashindaje kumtambulisha angalau hata mama tu? Angechukua nafasi ya tatu bwana. Mbona kutambulisha nafasi moja tu? Mama nasikia kama upendo umeama. Asante sana. Bwana, hii si siri, ni jambo la kawaida. Lazima kuna umri ukifika kuna kaupendo kanaama sema. Na ndio kwa maana tumekusanyika tuje kutambulisha hili. Lakini kwa nafasi hiyo, baada ya kushukuru kupata utambulisho wako, ninakwenda kwa binti ambaye ni Slim. Yuko sawa, amependeza. Amevaa nguo moja ambayo nimesahau jina lake. Ametambua jina la nguo hiyo, aweze kutamka kwa sauti kubwa. Nguo gani hiyo? Nguo gani hiyo? Hawajua hata kusema Kifaransa. Nguo gani? Grand Super. Hebu sema nguvu. Grand Super. Rudilia. Grand Super. Super.
Nani mwingine kamsaidia nguo gani hiyo? Asante. Dada, ni kwamba umetoka Bukavu na kule ulikokuwa umezoea sana kuzungumza Kifaransa. Bahati mbaya umekuja kwenye jamii ambayo haiwezi kusikia Kifaransa vizuri. Lakini kwa sababu ninajua Kiswahili chako kina shida, ninakuruhusu kuzungumza kwa Kiingereza au kwa Kifaransa. Haina shida. Lakini kama utajitahidi kuzungumza na umati kwa Kiswahili, karibu utambulishe watu watatu muhimu jioni ya leo. Karibu. Nazo. Mimi nitatambulisha kwa wa kwanza ni mume wangu. Na wa pili ni designer wangu Damari. Na wa tatu ni rafiki yangu Labine. Jevzam. Ameshindwa kujibu. Alisema Jevzam. Ulitikaje? Jevzam. Okay, asante. Amejibu vizuri bwana, kumbe kimombo kimelala hapo. Asante sana, niweze kuwashukuru maharusi wetu, na kama kumbe tunaona maharusi wanapendeza, tuwape makofi na vigelegele kidogo. Yes, ni nafasi njema kwenu, sitawachosha. Lakini kwa upendeleo naomba kumtambulisha designer wa biharusi. Designer wa biharusi asimame aje hapa. Designer wa biharusi asimame aje hapa. Tunapozungumza designer, ni mtu ambaye amejitahidi kukaa chini kutengeneza nguo ya kumpamba bibi harusi. Yes, asante. Yes. Wametambulishwa kama design. Kwa hiyo naomba zungumza kidogo tu, alafu John Media inakusikiliza. Tambulisha kidogo kazi yako na kile ulichokifanya ili bibi harusi wetu aweze kupendeza kama alivyo. Karibu. Nashona pale NE wa Martin Taylor Pose. Lakini pale ndio natumikia kazi na alikanyote kumekazia kupendeza kama mkitaka kupendeza jamani. Nipande pale nipo muda wote. Tunataka kujua location ya kampuni yako, unashonia wapi? Nashonia pale ME kwa Bilele. Yaani kwa jina maarufu ndo Bilele hivyo. Asante sana la designer. Mungu akubariki sana. Hongera sana kwa kumpendezesha harusi wetu. Bi harusi amekaa sawa, na kama ni mikono yako basi ibarikiwe na zaidi ikapendezesha maharusi wengine na bagele. Kwa hiyo asante sana. Niweze kusema kuplay yetu kwa heshima kubwa na tazima, sitamani kuwachosha, lakini kabla sijaweka chini niombe medi wetu waweze kusimama. Mahali popote mlipo, medi wetu naomba muweze kusimama. Sogeleeni maharusi wetu. Yes. Unajua lazima umati ujue ya kwamba nyinyi akina nani bwana. Kupata nafasi ya kushindikiza maharusi sio nafasi ndogo. Sogeeni mbele kidogo tuwaone. Lakini ninatamani ukumbi uweze kujihakikishia kama nyie ni mke na mme. Hebu sogeleeni kidogo kwa mbele. Kabla sijaona kiss ya Geneviève na Merveille, naomba nione kiss yenu. Naomba mkupatie mume wako kidogo. Mkupatie sawa tafadhali. Asante. Mpe kiss nzuri. Hebu chuni. Naomba mchuni nzuri. Wow! Makofi na vigelegele. Unajua watu waliozunguka wana kitu tunaita kwa Kiswahili wivu. Sasa sisi tutawaambia kwa Kibembe bale ebo ongwa. Waambie. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na furaha na shangwe na vigelegele. Bwana awabariki sana. Asante sana. Baada ya kuweza kuwasimamisha, ilikuwa sehemu ya kuwafanya mpate mazoezi, maana mmekaa chini muda mrefu, na kwa sababu mmenyosha misuli, inaweza nikawaruhusu maharusi wetu waangalieni, kila mmoja ashikiwe kwake, ambaye anamfaa ampeleke sehemu yake tafadhali. Yes, fantastic. Wanaporejea kwa namna hiyo, hapo makofi na vigelegele. Kuna mda na warudisha wapeane busu bwana Sieli. Akake nataka. Yes, muda upo nye Sieli. Asante DJ, naomba wimbo mmoja taratibu tukiwa tunaandaa champagne. Naomba wimbo mmoja taratibu tukiwa tunaandaa champagne.
Changanya mikono yako kidogo kwa makofi mazuri. Yes, asante. Unaona jitu la mwanaume linanyanyua mke wake tu alafu alipinde. Nguvu ya upendo inafanya kazi. Hongera sana rafiki, Mungu akubariki. Muda ni zawadi. DJ, asante. DJ, asante. Muda tulionao ni zawadi. Na kwa mpangilio wa zawadi naomba mnifuate vizuri. Tutatengeneza kitu kinaitwa love line. Zawadi tutaanza na upande wa familia ya bwana harusi. Upande wa familia ya bwana harusi tunaanza kutoa zawadi, na kwa kwanza na familia ya bwana harusi tunatoa aina yote ya wazazi. Ninapozungumza aina yote ya wazazi, yani tunaanza na wazazi wa bwana harusi kwa maana ya akina baba zake na wajomba zake. Tunafanya love line. Nikizungumza love line, yani tunanyanyuka mahali tulipo, tunakwenda kupanga mstari wa familia ya upendo. Kwa hiyo familia, wazazi wa bwana harusi tunajiandaa. Baada ya wazazi tunakwenda kwa shangazi wa bwana harusi. Baada ya shangazi wa bwana harusi tunakwenda kwa wajomba wa bwana harusi. Baada ya wajomba wa bwana harusi tunakwenda kutoa zawadi za wadogo na dada wa bwana harusi. Baada ya hapo tunakwenda na kipengele cha familia ya bibi harusi. Asante. Tafadhali naomba mfuate ratiba yangu. Mimi ndio natoa ratiba. Ninasema wazazi wa bwana harusi, wajomba zake, shangazi zake, wadogo na dada zake. Baada ya hapo majirani ni baadaye kidogo. Nifuate ratiba yangu. Kila mtu namtaja tafadhali. Yes, najua majirani wapo, najua tuna viongozi wa serikali. Najua makundi mbalimbali yote ninao kwenye listi yangu tafadhali. Yes, asante. Watakao simama kwa ajili ya kupokea zawadi ni mates wangu, mtasimama kwa ajili ya kupokea zawadi. Maharusi wetu wapumzike, watumie champagne kwa upole. Lakini pia unapotumia champagne angalia uso wa mwenzio, usije ukamsahau baadaye asipotee giza likianza. Okay? Yes. Tunaanza kutengeneza mistari ya kutoa zawadi. DJ inaandalia muziki wa kutoa zawadi. Familia ya bwana harusi tunaanza, karibu. DJ Malaya, what it do? Siwezi kuyalia
Yes, kwa nafasi hii baada ya kupokea zawadi kutoka kwa wazazi wa bwana harusi, tunakwenda Sadi TV. Sadi TV. In God we trust.